kusini. Hiyo serikali hiyo inayoua watu ibaki madarakani. Kwenye budget hii takataka wanaopitisha wanaita budget, kwa sababu sio budget ya wananchi. Hawajachaguliwa, hawana uhalali hata wa kukusanya kodi, kwa sababu hawajachaguliwa. Wazungu wanasema no representation, no taxation. Kama hakuna uwakilishi, hakuna kulipa kodi. Ndio utaratibu wa dunia. Wewe unalipa kodi kama una mwakilishi. Mwakilishi, mbunge, diwani, aende badala yako. Iko hivi, nyie wote mnastahili kuwa wabunge. Ukajiwakilisha, useme sina maji, ukaipelekea serikali inayokusanya kodi yako. Ukinua kiberiti kodi, ukinua maji kodi, chafya tu ya Mungu ndio atulipi kodi kwenye nchi. Kila kitu kodi. Ili yale yako ili isiliwe, iende kwenye kazi, inatakiwa ukaiangalie. Sasa watu wanachingwea wote, Walindi wote, wa Mtwara wote, Watalime, wapi. Hatuna ukumbi mmoja wa kutosha tukae pale. Kwa hiyo tunachagua mtu mmoja anaitwa mbunge kwa niaba yetu, akaangalie kinachopitishwa kina maslahi na sisi. Je, barabara imo ya kwetu? Kama haimo, apige kelele kwamba mimi sipitishi hili jambo, watu wangu hawatakubali kwa sababu maslahi yao hayamo. Mimi sipitishi kama hakuna mradi wa maji. Ndio maana ya bunge, mamangu, muelewe mambo. Ndio maana ya kuwa na mbunge. Ndio maana unaamka asubuhi, upange foleni, ukatume mtu aangalie maslahi yako. Wazungu wanasema kama hamna hiyo nafasi, hamna kulipa kodi. Sasa nyie watu wa Mtwara na Lindi, watu wema, Mungu amewajalia rasilimali za kutisha katika nchi. Lakini umaskini wa Mtwara na Lindi ni wa ajabu. Unakuja hata Lindi, hakuna hata uwanja wa ndege Lindi. Mkoa huu sehemu ya kulala ni majanga Lindi. Sasa ndugu zangu, hiyo barabara ilitegemea kujengwa mwaka 2025. Hawa watu wamepitisha budget hii ya sasa, fedha za usafiri trilioni 1. Trilioni. Sasa hapa tutaenda taratibu. Mimi ni mwalimu na mimi huwa nafundisha. Iko hivi, kilomita moja ya lami, kilomita moja, hiyo barabara kutoka na Chingwea mpaka Liwale ina kilomita 175. Kilomita moja ya lami inajengwa kwa shilingi milioni 500, lami nyepesi hiyo kama ya kijingajinga hiyo walioweka mjini hapa. Hiyo ambayo ukipiga teke hivi inaruka juu. Inajengwa kuanzia milioni 500 mpaka 600. Barabara nzuri ya lami ya kiwango kile wanachojenga USAID, kama mmewahi kwenda kwenye mikoa ambao wamejenga barabara ya kiwango cha Marekani, inajengwa kwa milioni 800 mpaka bilioni 1. Sasa bilioni 1 mamangu ni milioni 1000. Bilioni 1 ni milioni 1000. Yaani uhesabu shilingi 100 zifike laki, laki 1, 2, 3 siwe milioni, milioni 1, 2, 3, 10, 10, 20, 30, 100, 100, 200, 300, 400, 500, 1000 ndio bilioni 1. Sasa kwenye trilioni 1 kuna bilioni 1 ambazo ni milioni 1000 ziko tena mle ndani 1000. Kwa wao wametenga trilioni 1 kwa ajili ya safari. Samia anaenda si wapi, mawaziri wanakuja hapa na magari 20. Amepita na msafara mkubwa ha? Hela yako wewe, sio? Jamani, mama yetu. Sasa kilomita moja ya lami bilioni 1, ambayo nimewambia ni milioni 1000. Kwa hiyo hiyo barabara inahitaji bilioni 100 na kitu kuijenga, ambao kwenye trilioni 1 waliopanga wangechukua bilioni 175, bado zingebaki bilioni 850 wawajengeni hiyo barabara. Wao wametenga kwa ajili ya safari, magari ya kwenu, mafuta ya kwenu, kula posho, kugawana. Siku hizi unasikia waziri mkuu anazunguka, si ndio? Mmemsikia Mwigulu Nchemba anazunguka. Na juzi nilisema hili, wakasema huyu anasema waziri mkuu anazunguka. Waziri mkuu anazunguka eti watu wanaleta matatizo, mtu anamwambia mimi
nimeachwa na mume wangu. Kwa hiyo amekuachaje? Mimi si nilikuwa na mpenzi wangu, amenipa mimba, ameniacha. Kuna ujinga kwenye nchi hii ambao haujawahi kutokea kwingine kokote kwenye dunia hii. Yaani waziri mkuu anasuluhisha mambo ya ndoa. Kwenye kila wilaya kuna afisa ustawi wa jamii. Uongo kweli? Kama afisa ustawi wa jamii ameshindwa kufanya kazi ya kusuluhisha ndoa, askari hao wana kitu kinaitwa dawati la jinsia. Mama wewe askari, si mna dawati la jinsia nyie? Kila wilaya lipo. Au unasema uongo bwana bosi? Si mnalo? Sasa waziri mkuu anasuluhisha ndoa, si mtu amepigwa mimba. Hizo ndio fedha ambazo zingepengewa mafuta. Waziri mkuu anakuja na magari 30, mle ndani kuna maafisa kibao wanalipwa posho, wameweka mafuta, wanalala hoteli, anakuja kusikiliza ndoa. Na wanafanya hivi kwa nini ndugu zangu? Kwa sababu hawana mradi hata mmoja wa kwenda kuzindua. Zamani waziri mkuu utamwona anazindua barabara, na hiyo hata sio kazi yake, lakini walau amekwenda kuzindua jengo. Leo waziri mkuu anazindua ndoa. Tuna nchi hapa, alafu anakuja hapa anambia CCM juu zaidi. Huko juu wanafanya nini huko? Huko anakaa Mungu. Hapa ndio kuna shida, hapa chini hapa. Watu hawana maji, watu hawana barabara, wao wanaenda juu kufuata nini? Jioni kama saizi wanakuimbia sasa kumekucha saizi saa 12 jioni. Na unakuta na mtu amepewa ka t-shirt kamechorwa Samia. Jogoo limeisha wika Dodoma. Useless. Ujinga mtupu. Ujinga mtupu. Na tukiendelea hivi tutachukua miaka 1000 chini ya hao watu. Wanawapa watoto wenu elimu matope tu. Hii kusini, Lindi na Mtwara. Kwanza nchi hii tuliambiwa wakati wa kutafuta ukoloni, kuondoa wakoloni, tunataka tuwaondoe wakoloni wazungu, sio kwa sababu ya rangi ya ngozi zao, alituambia Mwalimu. Tuwaondoe kwa sababu wameshindwa kuondolea Watanzania ujinga, umaskini na maradhi. Mambo mangapi ndio yaliyosababisha tuondoe wakoloni? Na tulipowaondoa, Mwalimu akasema ili nchi hii iendelee inahitaji mambo manne. Inahitaji watu, inahitaji ardhi, inahitaji siasa safi na uongozi bora. Watu tunao milioni 65. Sisi ni nchi karibia ya 4 kwa kuwa na watu wengi Afrika. Na kwenye Afrika Mashariki hakuna nchi inatufikia wingi wa watu. Ardhi tunayo kilomita za mraba 945,000. Ukichukua Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, ukizichanganya pamoja zina kilomita za mraba 890,000. Sisi peke yetu nimwambia ngapi? 945. Kwa hizo nchi 4 zinaingia Tanzania mara moja na kubaki change. Sisi ni nchi pekee duniani inayozalisha madini yanaitwa Tanzanite. Hakuna nchi nyingine. Mbuga yenu ya Seru hii mnayolalamika kuhusu tembo ni mbuga kubwa namba 1 kwenye dunia ndio. Hakuna mbuga nyingine kulinganisha nayo. Ni nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi duniani. Ni nchi yenye ziwa lenye upana kuliko yote Afrika, la 2 duniani, ziwa Victoria. Ni nchi yenye ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la 2 duniani, ziwa Tanganyika. Ni nchi yenye mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa 2 duniani. Ni nchi ambayo ina madini ya makaa ya mawe. Ukienda Masasi pale, maroli, hawa mjai kwenda Masasi pale, kwenye kale ka barabara muone yanapita kwenda bandarini. Ni nchi ambayo tuna bandari, tunazungukwa na nchi 7 landlocked: Zambia, Kongo, Mara